Majina yetu Simon Msuva, ni mchezaji wa timu ya taifa na pia ni mchezaji wa klabu ya Al Talaba ya nchini Iraq. Kwanza kabisa ningetanguliza shukrani kwa Safari Laga TBL kwa kuweza kuniamini, lakini wao ndio wametufanya tumekutanika hapa. Mimi ni scout ambaye niko hapa, nimechaguliwa pamoja na kocha pale Sekirojo. Kikubwa kilichotuleta hapa ni kuchagua vipaji. Unajua katika nchi yetu ya Tanzania tuna vipaji vingi, lakini hivyo vipaji viko mikoa tofauti. Mimi nimefanikiwa kuja Mwanza na hadi muda unaozidi tunaendelea kuchagua vipaji. Na hivi vipaji ambavyo tunachagua sio tu kwa sababu tu tunaishi hapa, ni vipaji ambavyo endelevu. Kesho na kesho kutwa tutakuja kuona kwenye vilabu vikubwa wanacheza. Sisi wengine hatukupata hii fursa ya kupitia haya mashindano kama haya. Lakini leo hii Mwanza wamepata fursa ya kuchaguliwa timu kadhaa, lakini pia katika hizi timu tuko hapa kuangalia vipaji. Unajua wachezaji bwana wako wengi, lakini wachezaji pia wanatofautiana. Mimi naamini Mwanza tutatoa vipaji vingi. Nikisema Mwanza siwezi kuongelea Mwanza Mlishongasa, Mwanza Kevin Yondani. Najua Mwanza kuna wachezaji wengi sana. Hao nimewataja kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wameshafanya makubwa kwenye nchi yetu. Ni mablaza zangu na kila mtu anawaelewa. Kina Kasimoto, kina Mafuta, sio. Kwa hiyo mimi naamini tutapata timu nzuri kutoka Mwanza. Na bado muda unaruhusu na bado timu zipo zinaendelea kujiandaa ili tuweze kuangalia, lakini yote kwa yote sio sisi tu ambao tuko hapa Safari Laga na sisi ambao mascout ambao tunawachagua, basi hata vilabu vikubwa wanaweza kufanya hiki kitu ili kuweza kuwasaidia vijana waweze kuinuka. Federation yetu ya Tanzania, unajua federation wamejipanga kwenye hili, ila sisi tuko hapa kwa ajili ya muendelezo na kuwakilisha. Mimi niko hapa nawakilisha wachezaji zangu. Kwa nini Simon Msuva amechaguliwa yuko hapa? Ni kwa sababu kuna kitu amekionyesha Tanzania na nje ya nchi. Kwa hiyo naamini tutapata vipaji vya kutosha. Kikubwa wachezaji wajiamini, na mimi naona wanajiamini, wana confidence kubwa. Tuko hapa kwa ajili yao, tunawafuatilia na kuungana na Safari Laga TBL. Unaona tuko nao bega kwa bega, wamekuwa hawatulii. Unaona muda wote wanashindwa hata kukaa chini kwa ajili ya kuangalia nao vipaji. Sio kwamba tu wao wamekuja sisi ndio tuangalie tu vipaji, hata wao pia wanaangalia. Kwa hiyo ningependa kutanguliza shukrani kutoka kwao kwa jinsi gani wanavyotuthamini wachezaji na wanawathamini wachezaji vijana kama hawa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema niko hapa kwa ajili ya TBL Safari Laga, lakini pia niko hapa kwa ajili ya kuchagua talent. Wachezaji wako wengi na familia zetu tunazotokea ni za kimaskini, na hawa wachezaji waliokuwa hapa ni mabingwa, ni machampion, ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo lazima tuwasupport, lazima tuwa encourage, tuone wapi na wao wanafika. Inawezekana wakampita Simon Msuva, inawezekana wakampita Mbwana level zetu. Kwa hiyo kila kipindi, kila wakati kuna wachezaji ambao wanakuja na wakati wao. Kuna wachezaji nyuma wamepita, tumekuja sisi, na sisi pia tutakuja wachezaji wengine. Kwa hiyo wachezaji wengine ambao tunawategemea ndio hawa ambao tuko hapa tunawaangalia, lakini pia tunawaangalieje? Tunawaangalia kwa jicho la tatu. Kesho na kesho kutwa waje kujisaidia wao na familia zao, lakini pia waje kuitangaza nchi yetu. Tunahitaji vipaji vingi na sio kucheza tu ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Ndio maana leo hii tupo hapa. Na mtangu zoezi hili kuonyesha mbele za watu. Ni ugumu gani ambao mmeweza kupitia mpaka sasa katika kuweza kutambua kipaji cha mchezaji mmoja mmoja? Ugumu upo kwa sababu ya muda. Muda unakuwa sio mkubwa sana, na pia mechi hazirudiwi. Kwa hiyo kidogo kuna ugumu. Ila kikubwa mimi ni mcheza mpira. Nikimwona tu mchezaji touch yake ya kwanza au movement au chochote anachokifanya, naweza kumgundua kwamba huyu ni mchezaji mzuri. Na sio kwamba eti wale wengine ni wabaya. Nimeona kuna kitu anacho tofauti na wenzake. Na mpaka sasa unavyoona tangu zoezi lilianza, mahali ambapo unaona umefikia kabisa malengo yanaenda kufikia. Malengo mazuri. Nafikiri mengine atakuja kuongea kocha hapa. Mimi naongea kama mchezaji, ila mengi atakuja kuyafafanua kocha hapa, kwa sababu ni kashakuwa kocha. Mimi bado still nacheza mpira. Kwa hiyo mimi naongelea kichezaji zaidi, ila yeye atakuja kuongea technical zaidi.